Tangu nimfahamu Chief Godlove nilikuwa sijawahi kushuhudia jamaa akiwa analia na kumwaga machozi, lakini kwa mara ya kwanza kabisa Chief Godlove ameposti akiwa analia, tena analia vibaya mno. Inaonekana ametendwa jambo zito sana, kwa sababu wimbo ambao alikuwa ameweka pale, lakini pia picha ya Pipi Jojo ilikuwepo pale, lakini hiyo clip iliweza kudumu ndani ya dakika 8 tu. Baada ya hapo ameweza kuiondoa, ijapokuwa ilikuwa imeenda kweli kweli, maana ilikuwa na likes zaidi ya 2000 ndani ya hizo dakika kadhaa tu, na kwa sababu ya jinsi ambavyo alikuwa ameposti hiyo posti, jamaa alikuwa anaonekana analia sana. Kuna caption ambayo alikuwa ameandika pale, nitakusomea hapa uweze kuifahamu na kujua nini hasa ambacho alikuwa ameandika, lakini kiufupi jamaa akatendwa kinoma. Sijawahi kushuhudia kabisa Chief Godlove akiwa analia, lakini kwa mara ya kwanza nimeweza kushuhudia. Tuanze tu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video kupata kufahamu kweli juu ya kile ambacho Chief Godlove alikuwa ameandika kwenye hiyo posti, kwa sababu sasa hivi ameshaifuta na nimeshangaa kwa nini ameifuta mapema. I don't know why, lakini yote kwa yote tumia sekunde moja kubonyeza neno subscribe hapa, kwa sababu kuna mengi zaidi ambayo nitakuletea kuhusiana na kile ambacho kitakuwa kinaendelea. Yote ni kutokana na tukio lililofuata baada ya yeye kuweza kukata ama kuvunja mkataba na Pipi Jojo. Nini kiko nyuma ya pazia? Kwa nini Chief Godlove kaandika hicho ambacho nitakusomea hapa? Mimi na wewe hatujui, lakini yote kwa yote nikikusomea utapata picha kamili ya nini hasa ambacho kipo. Usisahau kusubscribe hapo chini. Sasa kama kawaida tunafahamu ni muda mchache sana umepita tangu Chief Godlove pamoja na Pipi Jojo kuweza kuterminate mkataba wao. Sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba kila mmoja ana time zake. Kibaya zaidi ni kwamba katika posti ambazo zilikuwa zinafuata baada ya Chief Godlove kuweza kuandika barua ile ya kuterminate mkataba, hakuwa ameuongelea Pipi Jojo kwenye posti yoyote wala kutoa ufafanuzi kwamba nini ambacho kimeweza kupelekea yeye pamoja na Pipi Jojo kuweza kuachana. Lakini jamaa baadaye kabisa amekuja kuposti clip fupi tu ambayo ilikuwa inamuonyesha alikuwa analia na huzunika. Ilikuwa ni clip ya almost sekunde 26 ambayo ilikuwa inamuonyesha alikuwa analia, japokuwa alikuwa hatoi sauti, lakini machozi, reaction ile unamuona muonekano. Lakini kwenye sehemu ya wimbo sasa alikuwa ameweka wimbo wa Vanilla unaokwenda kwa jina la Nilimpenda Sana. Ulikuwa ni wimbo ambao ameweka pale ukawa unaimba, alafu kuna muda akaichukua simu yake akawa anaonyesha picha ya Pipi Jojo hivi alikuwa kwenye simu yake, so alikuwa anaonyesha hivi, alafu baadaye akawa anaendelea kulia na kuzunika. Kibaya zaidi ni kwenye ile caption ambayo jamaa ameweza kuiweka pale. Caption ameandika kwamba nimeamini mapenzi hayana mwenyewe. Kuna wakati najiuliza, kwani wanawake wanataka nini? Nina pesa za kutosha, kila kitu alikuwa anakipata, lakini ameweza kuniacha, mapenzi nyoko. Akaandika tu hivyo tu, alafu akamaliza kinamna kama hiyo hapo hivi. Lakini ile clip baada ya kuiona, wakati naiona mara kwanza ilikuwa na dakika kama 4 hivi. Wakati muda mfupi nimerudi baadaye kwenda download, nikakuta pale ilikuwa na dakika 8 zimepita, lakini wakati na download wakaniambia kwamba this content isn't available. Yani kifupi tayari jamaa alishakuwa ameifuta, na sijui kwa nini ameifuta, lakini ukweli ni huo. Jamaa inaonekana ameumizwa na mapenzi. Sasa sijajua ameumizwa na Pipi Jojo au vipi, kwa sababu picha aliyokuwa anaonyesha pale ni picha ya Pipi Jojo. Sasa ukweli ni upi? Bado kuna alama ya kujiuliza ambayo inazunguka kwenye vichwa vya kila mtu kutaka kufahamu ukweli kwamba nini hasa ambacho kimepelekea Chief Godlove akafanya maamuzi kama haya, na kwa nini alikuwa analia alafu picha iliyokuwa inaonyesha ilikuwa ya Pipi Jojo. Nini maoni yako? Nadhani kinaweza kaa kiko nyuma ya pazia kwenye ukweli wa hiki ambacho ameweza kufanya Chief Godlove. Niambie kwenye sehemu ya comment hapo nini ambacho unafikiria, lakini muhimu zaidi tu usisahau kusubscribe hapa, kwa sababu kuna mengi zaidi ambayo mimi nitakuletea na utaweza kufahamu yote hapa on time.